nikitambua uwepo wa viongozi wangu, naibu chief kadhi, Sheikh Council, lakini pia na mashekhe wote waliohudhuria hapa, kiwemo amiri wetu wa Milipazi, shekhe wa kata mwenzangu kule Ilala, konaye na wazee wote, Sheikh Abdul Hakim pamoja na mzee wetu mzee Kibadeni, na wote mliohudhuria. Kwa lugha fupi, itifaki imezingatiwa na tunatambua uwepo wenu kwa nyadhifa zenu. Maneno mafupi ya kumkaribisha mgeni wetu rasmi. Kuna hadithi moja nilimsikia mtoto mmoja akiisoma hapa katika jambo letu hili. Alisema maneno ya Mtume, anasema hivi: al-ilmu hayatul islami, elimu ndio uhai wa Uislamu. Tukitazama elimu kwa maana ya elimu ya dini ndio inayokusudiwa hapa, ndio uhai wa dini yenyewe. Kwa ufupi sana niwaambie, hasa wazazi wote waliomiliki watoto mbalimbali, ima wa kuwazaa au wa kuwalea, niwaambieni kwamba kwa mujibu wa maneno ya Mtume anaashiria kuwa elimu ya dini ni kinga. Elimu ya dini ni kinga, kinga ya maafa kwa mtoto. Pia inawezekana ikageuka upande wa pili kwa mzazi, lakini pia ni kinga ya kuweza kusimama katika taratibu ambazo Mungu na Mtume au Uislamu kwa ujumla wake umeelekeza, ili usije ukaingia mahala kwenye makosa ukamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinga yake ni kusoma ilmu hii ya dini. Kwa hiyo wazazi, tuwasomeshe hawa watoto kwa nguvu zote, na nikitoa mifano miwili ili nimkaribishe mgeni wetu rasmi aseme maneno. Kwa nini kinga? Kuna wakati inafikia hatua kijana wa Kiislamu anaweza akamkosea adabu mzazi wake, na mzazi naye akaona kwa kukosewa adabu kinamna hii lazima na mimi ni muhukumu kwa namna yangu, ndio anamlaani mtoto wake, au kuna lugha inaitwa anamtolea lazi. Mtoto anaharibika kwa sababu walikosewa kinga. Sasa kuna kijisehemu kidogo cha lawama kwa mzazi. Mzazi, huwezi kumlaani mtoto wako kwa sababu kakukosea adabu, kakukosea nidhamu, au kakuaibisha, kakudhalilisha. Wakati unataka kumlaani, kabla hujafika huko, rudi nyuma kidogo. Kuna mahala gani nilijikwaa kwa mtoto huyu mpaka akafikia katika hatua ya kuwa na ujasiri ya kunitusi mimi, kuwa na ujasiri ya kunidhalilisha mimi? Kakosea wapi? Yani kuna mahala gani ambapo mimi niliteleza? Hebu rudi huko. Unaweza ukakuta mahala ulipokosea inawezekana ni sehemu ya kumpatia taaluma ya dini mtoto huyo, ndio kakosa kinga ya kukujua wewe mzazi na thamani yako. Kwa sababu kwenye dini kuna kinga, wabil walidaini ihsana, yani umwambii wewe, anaambiwa moja kwa moja na Mungu, wazazi wako wawili watendee yaliyokuwa mazuri tu. Usithubutu ukanyanyua kinywa chako kwa kumsema vibaya mzazi wako. Usithubutu ukafanya tendo la aina yote la kwenda kumdhalilisha mzazi wako, bali wewe unatakiwa umuhendo mzazi, umthamini mzazi, umpende mzazi, umkumbatie mzazi, lakini pia umjali kwa kila jambo. Maneno hayo anaelekeza Mungu. Sasa mpaka mtoto anakuwa jasiri ya kumvunjia heshima mtoto wake na mzazi wake, inawezekana mzazi hautazami wapi ulijikwaa, unaangalia mahala ulipoangukia, unamlaani, kumbe kosa inawezekana likawa ni la kwako. Kwa hiyo amekosa kinga mtoto, anakwenda kuingia katika majanga mazito. Anapokosewa lazi, anapolaaniwa, mtoto huyu ataanza kuhangaika, kayumba, akawa anatangatanga, maisha magumu, hajui cha kushika. Lakini aliyemuharibu mtoto huyo ni wewe mwenyewe mzazi. Niwasihi wazazi na niwaombe, msikimbilie kuwalaani watoto wenu kwa kuwakosea lazi pasi na kuangalia mahala mlipojikwaa. Tutumie fursa hii
tunapoona madrasa sehemu ipo kwa ajili ya malezi ambayo yatakwenda kusaidia namna gani mtoto atakutambua wewe, na itakuwa ni kinga kubwa ya wewe kuthaminika, itakuwa ni kinga kubwa na yeye kuepukana na maafa yatakayomkuta, yakiwemo ya kulaaniwa na wewe mwenyewe. Tuwapeleke watoto madrasa, tusione madrasa kana kwamba ni sehemu ambayo yenye tatizo katika jamii. Tuone madrasa ni sehemu ya kimbilio la jamii ya Kiislamu kwa ajili ya kumtengenezea kinga mtoto aweze kuwa ni msaada kwako wewe na kwake yeye mwenyewe kumtambua Mungu wake. Na mwisho katika mfano ni kupeni, miongoni mwa maafa Uislamu tunapokosa kuusoma, inafika wakati watu wanapeana fatwa mitaani, fatwa zisizo kuwa sahihi kwa sababu ya maafa ya kutosoma. Na kupeni mfano, mmoja katika marafiki zangu ambao mimi nimesoma nao, siku moja alijiwa na mtu anamwambia, bwana shekhe, nimekufuata, na mtu anaonekana kidogo ana ishara za taaluma kama kasoma hivi dini. Nimekufuata shekhe, una vyeti vya ndoa? Ambia ndio navyo. Beba na hati za ndoa. Mwamba akachukua hati za ndoa, anajua labda nakwenda kuokota huku maokoto. Si unajua si maustazi, mazingira yetu ya kupata maokoto mengineyo ni hayo ya kusimamia ndoa. Anajua kuna maokoto. Amebebwa shekhe na hati zake za ndoa. Alipofika pale hajakuta dalili ya watu wowote ambao wamekusanyika katika eneo lile. Shanga, hapa kuna ndoa gani? Angamwambia sasa njoo, ingia ndani. Akaingizwa chumbani. Ambaye bwana, unamuona huyu bwana, mimi ndugu yangu. Lakini hapo unapomuona hapo ameshafariki. Huyo ni marehemu. Lakini kipindi wanaishi hawakuwahi kufunga ndoa na huyo mkewe au huyo mwanamke aliyekuwa akiishi naye, hawakuwahi kufunga ndoa. Sasa ili asipate dhima huko wanakokwenda, kabla hatujamzika mfungishe kabisa ndoa hapa hapa. Inna lillahi. Sasa swali, huyu marehemu namfungisha aje ndoa? Kwa sababu katika ndoa kuna nguzo zile 5, mojawapo kuna ijabu na kabuli. Yani maana yake wali atamke maneno ya kumuozesha yule muoaji, na huyu muoaji apokee yale maneno, aseme nimekubali. Marehemu kafa hivyo, marehemu kafa. Sasa anajibu vipi lile swali, umekubali kumuoa? Anajibu vipi wakati marehemu kafa? Si mnanielewa? Haya, kama itakuwa si yeye, basi hata kuwakilishwa, bana nenda kaniolee, inafaa kuwakilisha. Lakini sasa anayetakiwa kutoa ule uwakala si mwenyewe muoaji? Sasa muoaji hata kusema labda namwakilisha rafiki yangu akaniolee, mwenyewe marehemu kafa, fanyaje? Sasa anajiuliza, nafungishaje ndoa hii? Hati zake amezishikilia mkononi. Sasa akaona hapa bora nikose tu hayo maokoto. Akamwambia, bwana mimi kufungisha marehemu ndoa siwezi. Au kama hivi kwanza tuanze kumuuliza, bwana umekubali kuoa kwanza au tunakulazimisha? Akijibu basi mimi namfungisha ndoa. Kama hakujibu, mimi ndio wewe siwezi. Shewe maliza tu. Bwana mkubwa anang'aniza huyu amalize tu kuozesha ile ndoa ili aepukane na dhima huko anakoelekea. Sasa huo ndio Uislamu gani? Tatizo tumekosea kupata kinga ya kuifahamu dini yetu. Matokeo yake tunaelewa hata yale yasiyofaa tunayaona yanafaa, yasiyowezekana tunataka tufosi yawezekane. Hilo jambo halipo katika sheria.